Wycliffe Chivayo ni nani na kwa nini anaibua gumzo kila mara anapoonekana na marais mbalimbali? Wycliffe Chivayo ni mmoja wa wafanyabiashara anaonekana kuwa na utata nchini Zimbabwe. Wanaompenda wanamtaja kama mjasiriamali aliyefanikiwa na mtu anayependa kuinua watu kwa kuwagawia magari, nyumba na fedha. Lakini wakosoaji wake wanatilia shaka ukaribu wake usio wa kawaida na viongozi wa nchi, wakishangaa kuhusu uhusiano wake wa kibiashara, zabuni za serikali na ushawishi wa kisiasa. Alizaliwa Harare mwezi Novemba mwaka 1982. Chivayo anasema alianza maisha ya kazi kama karani wa mishahara katika kampuni ya mabasi mwaka 1997 kabla ya kuingia kwenye biashara ya uhamilishaji fedha. Mara kadhaa amesema ndoto yake ni kuwa bilionea wa dola za Marekani, akisisitiza kuwa pesa zinaleta furaha. Hakuna hata ushahidi unaothibitisha kuwa aliwahi kusoma elimu ya chuo kikuu. Safari yake ya biashara imegubikwa na mvutano kwa miaka mingi. Mwaka 2004 alihukumiwa kifungo jela kwa kosa la udanganyifu na kutumikia adhabu yake katika gereza kuu la Chikurubi. Baadaye alihusishwa na madai mengine mbalimbali ya ulaghai na kushindwa kutekeleza miradi, madai ambayo amekuwa akiyakanusha kila mara. Utata mkubwa zaidi unahusishwa na mradi wa kuzalisha umeme kutumia nishati ya jua. Mradi huo ulilipiwa lakini haukukamilika kama ilivyokuwa imeahidiwa, jambo lililosababisha uchunguzi, kesi mahakamani na maswali mengi. Ingawa alishtakiwa kuhusiana na mradi huo, hakupatikana na hatia. Mbali na hilo, Chivayo amekuwa akitajwa katika zabuni zingine za thamani kubwa zinazohusu uchaguzi, mifumo ya usalama, huduma za intaneti na sekta ya afya. Pia amewahi kushutumiwa na baadhi ya wadau na washirika wake wa biashara kwa madai ya kutolipa madeni au kutotekeleza ahadi zake za kibiashara. Chivayo amekuwa akikanusha tuhuma hizo, akisisitiza kuwa utajiri wake umetokana na biashara halali na kwamba wakosoaji wake wanachochewa na sababu za kisiasa. Kutokana na historia hiyo, wengi humwita tenderpreneur, jina linalotumika kumaanisha wafanyabiashara wanaodaiwa kufaidika na zabuni za serikali kutokana na ukaribu wao na viongozi wa kisiasa. Kinachozidi kuvutia macho ya wengi ni ukaribu wake na viongozi wakuu barani Afrika. Mara kwa mara ameonekana akiwa na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, rais wa Kenya William Ruto, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na rais wa Uganda Yoweri Museveni.